Naitwa Mchungaji Neyman Gideon Makupa, chaplain katika chaplaincy hii ya Mwalimu Nyerere. Chaplaincy hii ya Mwalimu Nyerere hapa tulipo iko chini ya chuo, lakini ni CCT, makanisa mbalimbali ambayo yako chini ya CCT. Hapa tunalea na kutunza vijana. Leo tumeandaa kongamano hili ili tujadili kwa pamoja na wadau mbalimbali kuhusu madawa ya kulevya ambayo yanaharibu sana vijana wetu. Na utaratibu wetu na mipango yetu ya chaplains, tumejipanga vizuri namna ya kuweza kuwasaidia hawa vijana. Mwaka huu wa 2026 mpaka mwaka 2030 tunakusudia kuwafikia vijana 10,000 ili kuwasaidia kuondokana na madawa ya kulevya. Mpaka sasa tumewasaidia vijana 127. Si haba. Kutamani kutoka huko na kuacha si jambo dogo. Kwa hiyo mikakati yetu ni kuwasaidia vijana kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Wadau mbalimbali ni pamoja na serikali, kama mlivyomuona hapa mwakilishi wa mkuu wa wilaya, lakini pia tuna wadau viongozi wa dini, yani misikiti, makanisa. Tunaamini kwamba vijana ndio wanaoshika nyadhifa mbalimbali katika taasisi hizo pia. Na tunachofahamu kingine kwamba raia 70% ya nchi hii ni vijana, na kwa sababu ni vijana tunatamani malengo yao yasiharibike. Kwa hiyo tumekusudia kwanza na vyuo, vijana walioko kwenye vyuo, kwenye sekondari na shule za msingi. Hawa tunatamani tuwasaidie kwa kutoa elimu sahihi kuhusiana na madhara ya madawa ya kulevya. Kipindi hichi ni kipindi cha utandawazi sana. Vijana wamekuwa kwenye mitandao mingi sana na kutokana na hivyo tunaita peer pressure au grupu ambazo wanakaa wanashawishiana, wanashauriana. Tusipokuwa makini kuwalea, kuwaongoza, tutapoteza vijana. Na mwisho wa siku kijana anakuja anaanza kukulaumu au kutimiza majukumu yako mzazi, kutimiza majukumu yako kiongozi. Sasa sisi kwa pamoja, kwa kushirikiana, viongozi wa dini, walezi, wazazi, lakini pia viongozi wa serikali, wote kwa pamoja tunatambua nafasi ya vijana, lakini na umuhimu wao. Lazima tuwasaidie, tuwaelekeze matumizi ya madawa za kulevya, athari zake, na pamoja na nini mwelekeo wake. Lakini tunapokuwa tunazungumza nao na hapa elimu mtambuka, wanajijua kwa nafasi zao. Kwa ni rai yangu kwa wazazi, watumishi, viongozi wote na kila mmoja, hata nyinyi waandishi wa habari, muwe sehemu ya kuhakikisha kwamba tunawafikia vijana. Elimu inatolewa kwa umakini, lakini elimu inafikishwa sehemu mbalimbali ya nchi yetu na maeneo mbalimbali ya nchi yetu, kuhakikisha kwamba vijana hawa tunawasaidia, tunawaelekeza na tunawaongoza. Lazima tuenzi maadili ya Tanzania, tuhakikishe haki ya watoto, lakini haki ya vijana na wote kwa ujumla. Hivyo tushirikiane, tutokomeze masuala ya madawa ya kulevya, lakini pia tufichue, tusaidiane wale ambao tayari wameshaathirika na matumizi ya madawa ya kulevya pamoja na dawa zingine, tuwasaidie, kwa sababu kuna hizi sober house, kuna nyumba ambazo zimejitolea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana wanarudishwa ili warudi katika nafasi zao waweze kutimiza ndoto. Tuwafichue wale vijana, tuwapeleke kwenye zile sober house ili kesho na kesho kutwa wasije kumlaumu yoyote, tuwasaidie na wao waje kuendeleza nchi yetu, kuisaidia Tanzania. Nchi ni nchi ya Watanzania, mali rasilimali zote zinatunzwa na hawa ndio wanatakiwa kuja kuisimamia nchi yetu na kutuongoza. Naitwa Profesa Evaristo Aule, naibu mkuu wa chuo mipango fedha na utawala, chuo cha kukumbuka kwa Nyerere. Sisi chuo cha kukumbuka Mwalimu Nyerere campus ya Kivukoni ni eneo ambalo tuna hifadhi, tunaishi vijana zaidi ya 15. Hii ni jeshi kubwa, sio jeshi dogo.
Kwa hiyo ni jeshi ambalo linahitaji umakini kulilea, linahitaji intervention za kila aina ambayo kuhakikisha kwamba tunaweza kupata vijana wale walio bora na katika malengo ambayo taifa limewakusudia. Tunatoa programu nzuri na vijana wetu wanafanya vizuri, lakini haina faida sana, haina maana sana inapokuwa kwamba hawatafanya vizuri au hao vijana wameingia katika lindi la madawa. Kwa hiyo katika suala lazima kama vijana, hawa vijana wetu hawezi kuwa ni kisiwa, lakini chuo chetu kina jitihada nyingi za kuhakikisha kwamba vijana wetu hawaanguki katika lindi la madawa. Tumekuwa na fursa kama hizi ya leo ya semina hii, sio tu mara moja kwa mwaka, sio mara mbili kwa mwaka, ni mara kwa mara. Kile tunapoona kuna uhitaji tunawakumbusha, pale tunapokuta kuna wadau wanaweza kukumbusha katika swala hilo tunawakumbusha, kwa sababu hilo ni janga la kitaifa na vijana wanatakiwa kukumbushwa. Wajibu wa chuo chetu ni kuhakikisha kwamba maadili ya kitaifa yanatunzwa, yanahifadhiwa. Naitwa Inspector wa Polisi Mudathir Kato Makora, ni mtendaji mkuu dawati la jinsia na watoto kanda maalum ya polisi Dar es Salaam, lakini pia kipekee ni mjumbe katika kamati ya kitaifa inayoshughulikia tatizo la vijana au watoto wanaishi na kufanya kazi mtaani. Ninashukuru uongozi wa chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere Memorial Academy pamoja na uongozi wa Chaplain ambao kwa tawi la hapa sisi namna walivyo tuunganisha na kutualika kwenye kongamano hili ambalo linaangazia suala la kutokomeza matumizi ya madawa ya kulevya kwa vijana. Nasi kama jeshi la polisi dawati kanda maalum tumepata fursa ya kufika kuongea na vijana ambako wameunganisha vyuo takriban 6 kwa maana ya FM hapa Mwalimu Nyerere, Kwasi, lakini DMY, DIT na vyuo jirani na pamoja na wanafunzi wa shule za sekondari na hapa na pale. Lakini kikubwa zaidi ni kuambia jamii kwamba taifa la kesho linaanza na vijana wa leo. Vijana wa leo tunahitaji kuwalinda, lakini vijana ni nguvu kazi. Tumeona moja ya athari kubwa za madawa ya kulevya ikiwa ni msongo wa mawazo, lakini utumiaji wa madawa ya kulevya ambako inafikia watoto kupoteza au vijana kupoteza uzalendo kwa nchi yao. Kubwa na wito wangu kama mwakilishi toka jeshi la polisi kanda maalum ni vijana kujikita katika kuzienzi tunu za taifa letu kwa maana ya amani. Naitwa Dr. Wile Maliganya, ni mhadhiri mwandamizi chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Niko idara ya uongozi, maadili na utawala. Mimi nilikuwa natoa mada kuhusu njia jumuishi ambazo tunaweza kutumia ili kuwasaidia vijana wetu hasa wanafunzi vioni kuweza kuondokana na utumiaji wa madawa ya kulevya. Na moja njia kuu ambazo tumeziangazia ni kuhakikisha kwamba sasa tunarejea kwenye misingi ya maadili ya kitaifa ambapo taasisi mbalimbali ziweze kushirikiana kuhakikisha kwamba tunatokomeza hili janga. Kama ilivyo kwenye dira ya taifa 2050 inatambua kwamba vijana ndo muhimili wetu mkuu katika uchumi wa taifa, na hivyo basi tunao wajibu kama taasisi ya elimu, lakini pia kama wanajamii na kama taifa kuhakikisha kwamba vijana hawa wanaondokana na matumizi ya madawa ya kulevya ili waweze kutimiza ndoto zao. Kwa jina naitwa Godwill Titus, ni mwanafunzi katika chuo cha Mwalimu Nyerere. Kazi zozote ambazo zinafanyika nje na hizo kazi ambazo zimeruhusiwa kisheria, hizo kazi zote hakuna namna unaweza ukafanikiwa kwa kiwango au unaweza kufanikiwa kuwa na maisha mazuri, kwa sababu unapofanya kazi hizo za kusafirisha madawa ya kulevya ama unapotumia madawa ya kulevya, automatically kwa jinsi ya kawaida sheria zinakubana. Kwa hiyo utakuwa unafanya hizo kazi katika hali ya kujificha ficha, katika hali pengine kuwa na hali ya kukamatwa, sheria zinakufuatilia. Kwa hiyo kuna namna ambayo hutaweza kufanikiwa. Kazi yote kama kijana ambapo unaweza ukafanikiwa ni kazi ambazo ni kihalali kisheria, ambayo jamii imeruhusu, serikali imeruhusu.
kijana, unapojiwekeza kwenye kazi ukajitoa muda wako, kwa vyovyote unafanikiwa kuliko kufanya kazi ambazo ni hatarishi kama za kusafirisha madawa ya kulevya, kama kuuza madawa hayo au kutumia madawa. Kwa nini? Kwa sababu unapouza hayo madawa kuna kushawishika ukaanza kutumia. Unapotumia hayo madawa unajikuta na wewe unaathirika kisaikolojia, unaathirika kimaamuzi, unaathirika hata kivitendo. Unaanza kufanya vitendo ambavyo si vya halali, si vya kiungwana. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.